Ndugu zangu, wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa madiwani, bunge na rais, kunayo mambo ambayo ni lazima kusema sisi tujikumbushe kama Wakristo. Moja, ndugu zangu, kama Biblia inavyosema na kama ambavyo tuna misemo ya kawaida, rushwa ni adui wa haki. Na Biblia inasema rushwa hupofusha macho ya watu. Tunazo taarifa za kuaminika kwamba tayari kuna kampeni zinaanza kupita na watu wanagawa hela. Kuna watu wanaosema, wanaohubiri kwa kusema pokea hela lakini usitoe kura. Mimi siko huko. Mimi nataka kusema, kama umekuwa ukiishi kwa kutegemea hela za kuhongwa, na ufe tu, kwa sababu hauna maana ya kuishi. Ufe tu. Kama umekuwa ukizoea kuishi kwa kupokea pesa za kuhongwa, ufe tu. Anaona sababu yoyote ya kuishi kwenye dunia hii. Ndugu zangu, Mungu ametupa njia halali ya kuishi, na sio nyingine, ni ya kufanya kazi. Mtume Paulo anasema, mikono yangu imetumika kwa kazi kwa ajili ya mahitaji yake mwenyewe na kwa ajili ya mahitaji ya wale waliomtegemea. Ndugu zangu, kama wako miongoni mwetu ambao wameendekeza hii tabia ya kupokea rushwa, naomba tuache kwa usalama wa imani na Ukristo wetu. Naomba tuache kabisa. Fikiri mtu anataka kumchague kwa yeye kukupa hela. Hivi atakapoingia kwenye nafasi hiyo, kazi yake ya kwanza ni kukuhudumia wewe au kazi yake ya kwanza ni kutafuta hela alizogawa? Lakini pia uko ukweli usiofichika kwamba tumepata viongozi wa hovyo na wabovu kwa sababu tu wamegawa fedha na sisi tukafikiri hawa ni watu. Ndugu zangu, hatutafuti viongozi wa kuuza sura. Tunatafuta viongozi wa kutusaidia. Bwana asifiwe wapendwa. Amen. Bwana atusaidie. Hatutafuti viongozi wa kuuza sura. Tunatafuta viongozi wa kutusaidia. Barabara ya kuingia kanisani, ni miaka mingi tumehangaika kupata hata mtu kuwekea moyo. Miaka mingi. Ile ya kwangu ya kuingia nyumbani, siku nilizokwama na siku ambazo sijakwama ziko sawa sawa. Nimeimba, magari yamekuja pale, mtu la magari wameangalia pale, wasema kule askofu anateseka, lazima tuchukue hatua. Hatuwezi kukaa askofu wetu anateseka namna hii. Hamna kitu. Mpaka leo sijawaona wametoweka. Na mimi nimeamua kunyamaza. Siku nikikwama naacha gari hapo, natafuta usafiri mwingine naenda, baadaye natuma vijana ndio kuondoa. Hivi kweli kama wangekuwepo viongozi wenye uchungu na watu wao, tusingepata kishinda kiasi hiki. Sasa hiyo ni mifano michache tu, lakini yako mengi yanayotuonyesha kwamba viongozi walio wengi tulio nao sasa hivi hawana shughuli na sisi, wana shughuli na maisha yao. Ndio maana nasema, ndugu zangu, tusichague viongozi wa kupokea rushwa. Kinua hilo la kwanza.
Lakini la pili, tunaona roho ya mashindano. Tunaona roho ya kukabana. Tunaona roho ya kuzimana. Ndugu zangu, tabia hizo na tabia zingine zinazofanana na hizo hazitatupeleka mahali pazuri katika taifa letu. Tumesikia kelele nyingi kuhusu kanuni za uchaguzi, mifumo ya uchaguzi, ikihusianishwa na yale yaliyotokea katika chaguzi zilizopita. Cha ajabu ni kwamba watu wenye akili na wenye maarifa wamefunga masikio yao na wanataka kutuaminisha kwamba mambo yako sawa sawa. Ndugu zangu, kwa nini tunashindwa kuelewa tunaposema tunataka tume huru ya uchaguzi itakayopeleka watu wote uwanjani na kila mtu akashindana sawa sawa? Kwa nini hatutaki kuelewa? Na kama kweli vyama vyetu kila mmoja ina sera yake nzuri, tunahofu nini? Si tushindane, atakayeshinda basi. Uzuri ni kwamba hao wote walioko kwenye vyama ni Watanzania. Hakuna Mburundi. Hakuna. Tunataka tutoe rai kwamba tuache roho ya mashindano, tuketi meza moja, tuzungumze kama Watanzania, taifa letu lisiingie kwenye machafuko. Tunatamani sana tunapokwenda kwenye uchaguzi twende tukiwa wamoja, kwa taifa moja na watoto wa mama yetu Tanzania. Nataka kuamini kwamba viongozi wetu watasikia hilo na watatuondoa katika hii sintofahamu ambayo ikiendelea taifa letu litaingia kwenye chuki, mifarakano, mambo ambayo yataondosha amani tulionayo.